Kupasha taarifa hizi za TV47 matukio. Mjadala ukizidi kutokota kuhusu udhibiti wa makanisa nchini, mkutano mkuu wa Baraza la Makanisa umefanyika eneo la Namanga mpakani mwa Kenya na Tanzania katika kaunti ya Kajiado. Mkutano huo umepinga vikali mapendekezo ya kudhibiti makanisa na kuonya kwamba jaribio lolote la kuzima maeneo ya ibada litakuwa ni kuingiliwa na serikali katika masuala ya imani. Mwaluse Meshak na kina cha taarifa hii. Wakiongozwa na Benjamin Saide, makasisi wamesema wakati serikali ina wajibu wa kukabiliana na waendeshaji wa madhehebu yenye itikadi kali, isitumie hilo kama kisingizio cha kuingilia taasisi za kweli za kidini. Sisi kama wachungaji wa Namanga na wafuasi wetu wote tumesema hiyo mambo inayopitishwa na wabunge tunakataa. Nasema tunakataa na tunapinga kwa nguvu yetu yote. Viongozi hao wa makanisa pia wamemshtumu waziri wa afya Eden Duale kuhusu kupinga madai ya uponyaji wa Nabii David Owuor wa kanisa la Toba na Utakatifu. Baraza hilo limeonya kwamba kuendelea kwa maoni ya kisiasa kuhusu desturi za kidini kunahatarisha na kudhoofisha maelewano kati ya serikali na dini, ambayo yana jukumu muhimu katika uwiano wa kijamii, mwongozo wa maadili na maendeleo ya jamii. Sikiliza Mheshimiwa Rais, ukiwa mahali ulipo, usiposimama na kanisa, ujue kanisa hatasimama na wewe. Hatutasimama na wewe kwa maombi na hatutasimama na wewe kwa kura. Kwa hivyo nataka usikilize mahali ulipo. Na wale wa mabunge tunayochagua kila siku, nyinyi ndio mnaenda kupitisha hii sheria. Nataka leo niwaambie wabunge wa kaunti sote, mtakapopitisha mjue hiyo ukipitisha utapita na hiyo. Wamewataka viongozi wa serikali kuheshimu kanisa na kufanikisha haki ya Wakenya kutekeleza imani yao bila vitisho au kuingiliwa. Hatujaona mambo kama haya, maana katiba yetu inazungumza kwamba kuwe na uhuru wa kuabudu. Kwa hivyo tunataka kuomba ya kwamba serikali iliyoko na bunge ambao wapo waache kuweka vitu ambao vitaweza kulete shida. Kanisa na serikali miaka yote imeenda pamoja. Leo kwa nini serikali inataka kuanza kujitenganisha na kanisa? Istoshe, viongozi hao wamedhibitisha kuunga mkono wajibikaji na utawala wa sheria. Makasisi wamesema ushirikiano wote na makanisa lazima uwe wa kushauriana na kuheshimu uhuru wa kidini uliowekwa kwenye katiba. Ningetaka niseme ya kwamba wachungaji ndio tunajuana na sisi ndio tunajua ukweli uliko na uongo uliko. Kama kuna kuzingatia, ifuatiliwe kutokana na madhabahu ya wachungaji, maana wachungaji wanajijua. Jambo lingine ambalo ningetaka ni kusema ya kwamba kusiwe na sheria zinalolaliana. Kuna sheria ya uhuru wa kuabudu katika katiba yetu. Sheria hiyo iwachwe ifanye kazi, na wale wanapaswa kufanya kazi yao wafanye kazi yao. Mwaluse Meshak, TV47. Kwingineko